Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante kwa wema wake na fadhili zake. Karibuni sana kwenye ibada hii nzuri ya Morning Glory, siku nzuri ya leo ya Alhamisi. Tunamshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali kuiona siku ya leo. Natamani asubuhi ya leo na majira haya twende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu kwa ajili ya matendo makuu ambayo ameendelea kuyatenda kwetu. Tumwambie Mungu asante kwa ajili ya majira haya, na asubuhi ya leo twende tukaungane kwa pamoja kwa ajili ya maombi haya. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya upendo wako, asante kwa ajili ya fadhili zako. Umekuwa mwema, umekuwa mlinzi, umekuwa mtetezi, umekuwa mwaminifu Bwana. Umenitetea, umenipigania, haujaniacha wala kunipungukia. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, ninanyenyekea kwako nikiomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Fatisha ya maneno, sema ninaomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Mahali popote Bwana nilipokukosa kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda, ninaomba toba kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Mahali popote ambapo shetani alipata uhalali wa kunishika na kunivarisha mavazi ya aibu, kukatariwa, laana, mavazi aina yote ya madeni, ya umaskini, leo hii ninaomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu, karibu sasa, unifundishe, unielekeze majira haya napoenda kwenye kuomba kwa ajili yangu, kuomba kwa ajili ya familia. Upako wako na nguvu zako zikanihudumie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Ni asubuhi nyingine tena nikukaribisha mtumishi wa Mungu. Tumeendelea kumwona Mungu akitufungua, akitulinda, akitutetea. Tumefunguliwa. Mungu ameendelea kutuhudumia. Kipekee nichukue nafasi hii kuendelea kukaribisha mtumishi wa Mungu. Kama nilivyokuambia, usiache kuendelea kusubscribe channel yetu, lakini pia usiache kuendelea kutuma link kwa rafiki zako, kwa watu wako wa karibu kwa ajili ya maombi haya. Bwana Yesu asifiwe sana. La, tunaendelea na somo ambalo linasema mavazi 10 ambayo adui anawavalisha watu kwenye ulimwengu wa roho. Yako mavazi mengi, lakini mimi niliyatenga mavazi kama 10 ambayo adui huwa anapenda kuwavalisha watu kwenye ulimwengu wa roho. Haya ni mavazi ya kipepo ambayo adui anawavalisha watu. Nakumbuka akikuvalisha ile vazi linaleta tabia. Bwana Yesu asifiwe. Yako mavazi 10. Naposema mavazi yanasababisha tabia. Kwa lugha nyingine ziko tabia 10 ambazo adui ana uwezo wa kuzipandikiza ndani ya watu. Na tuliangalia dalili mavazi 8. Leo tunaenda vazi letu la 9, na kesho Mungu tupa neema tutamalizia. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Na tunaendelea hili vazi la 9 ambalo linasema vazi la hofu ama vazi la kuogopa. Vazi la hofu. Kwenye ulimwengu wa roho adui ana uwezo wa kuvalisha vazi la hofu. Kuna watu ambao wanaogopa hata kulala wenyewe. Wanaogopa kabisa. Anaogopa mpaka kivuli chake. Ili ni vazi ambalo adui ana uwezo wa kukuvalisha. Na akikuvalisha hili vazi kwenye ulimwengu wa roho, akikuvalisha hili vazi ni rahisi sana kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Hofu ni hali ya ndani ya mtu inayomfanya aishi kwa wasiwasi, mashaka na kutokuamini ulinzi wa Mungu. Kiroho hofu si kutoka kwa Mungu, bali ni silaha ya adui inayomfunga mtu ashindwe kwenda mbele za Mungu, ama ashindwe kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya silaha ambayo adui anaitumia, na moja ya vazi ambalo adui analitumia ni kuleta hofu. Nisikilize kidogo. Ukisoma Timotheo wa 2 sura ile ya 1 mstari wa 7 anasema, maana Mungu hakutuumbia roho ya uoga, bali ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Mungu hakutuumbia sisi roho ya uoga. Kwa roho ya uoga ni adui ndo ameipanda kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mahali pengine kwenye ile Mithali 28, wacha nisome ile andiko. Mithali 28, maandiko yanasema hivi kwenye ile Mithali 28 ule mstari wa kwanza. Mithali 28 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Nimekwambia hiyo roho ya uoga sio ya kimungu. Roho ya hofu ni adui anaitumia. Waovu ukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni majasiri kama simba. Mungu hakutuumbia sisi roho ya uoga. Ukiona kuna roho ya uoga na kujua ni adui ndo ana uwezo wa kuvalisha hilo vazi la hofu, la uoga. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 41 mstari wa 10 anasema, usiogope maana mimi niko pamoja naye. Mimi niko pamoja nanyi. Mungu anazungumza kabisa, anasema usiogope kwa maana mimi niko pamoja nanyi. Kwa roho ya hofu ni adui ndo anaachilia hofu kwa watu. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo hofu ni roho au ni hali ya kukosa imani kwa Mungu, au mara nyingi humfanya mtu ashindwe kufikia kusudi lake. Hii hofu ni silaha moja ambayo adui anaitumia kuwapiga watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vitu 7 vinavyosababisha hofu ama kuogopa. Vitu viko kama 7 ambavyo nimeviandika hapa vinavyosababisha nini? Hofu. Jambo la kwanza, kutokuwa na imani kwa Mungu. Ukiona mtu anaogopa, tafsiri yake ni kwamba hana imani kwa Mungu anayemwabudu. Kwa hofu inasababishwa na kutokuwa na imani kwa Mungu tunayemwabudu. Ukisoma ile Injili ya Mathayo sura ya 8 mstari wa 26, anasema mbona mmekuwa waoga enyi wenye imani haba? Mbona mmekuwa waoga enyi wenye imani haba? Kwa adui ana uwezo wa kuvalisha ile vazi la hofu. Akikuvalisha ile vazi la hofu, imani inapotea. Unakosa imani kumwamini Mungu. Ndio maana nasema na imani kipotea, unakuwa na imani haba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine, sababu nyingine inayosababisha hofu, nimekwambia sababu ya kwanza ni kutokuwa na imani kwa Mungu tunayemwabudu. Kwa wale ambao tunamwabudu Mungu, ndio maana hatuogopi. Hauwezi kuogopa wachawi, huwezi kuogopa waganga, huwezi kuogopa nguvu za giza. Kwa hofu ni adui anaitumia. Na niwaambia watu mahali fulani, ukiona mtu anachukua nazi anaivunja njia panda, anachokitafuta pale ni kukuletea hofu. Na ukiingiza hofu, anakupiga adui. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaroga kwa sababu ya hofu. Eti mtu anamwaga madude mahali fulani. Ukiogopa tu, mtu anavunja nazi njia panda au anamwaga madawa. Ukiruhusu hofu kwenye ulimwengu wa roho, adui ndo anapata mlango wa kukupiga. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sababu nyingine ama kitu kingine kinachosababisha hofu ama kuogopa ni dhambi katika maisha ya mtu. Ni dhambi katika maisha ya mtu. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 10 anasema nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi. Dhambi na kusababisha uogope. Tunamwona Adamu alipotenda dhambi, hofu ikamuingia. Ndio maana anasema nikaogopa kwa maana mimi ni uchi. Hofu inaingia ndani ya mtu. Kwa dhambi pia inaweza kusababisha roho ya hofu ikaingia. Nimesema kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 10, utasoma kwa muda wako. Na nimesema dhambi huleta hatia na hatia huzaa hofu. Siku zote dhambi ukitenda inaleta hatia. Na hiyo hatia inaleta nini jamani? Inazaa hofu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, kusikiliza sauti za adui ama sauti za shetani. Mwivi haji ili aibe, anachinja na kuharibu. Ukisoma ile Injili ya Yohana sura ya 10 mlango wa 10, mwivi haji ili aibe, mwivi haji ila aibe na afanyie jamani, na achinje na kuharibu. Kwa pia moja ya vitu ambavyo njia nyingine ambayo anaitumia ni kusikiliza sauti ya adui. Mahali pale ambapo nasikiliza roho za hofu. Jamani, kuna wachawi. Niliwaambia watu mahali kuna mahali pengine adui ana uwezo wa kukupiga hata kwa kusikiliza maneno ya watu. Wachawi wapo hapo. Yaani kusikiliza yale maneno ya hofu yanasababisha mtu ukaingizwa hofu na adui akakupiga. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la 4 linalosababisha adui apate nafasi ya kupiga kwa hofu ama kuvalisha vazi la hofu ni historia ya maumivu au matukio mabaya. Ayubu 3:25, kwa maana jambo lile linaloliogopa limenipata. Ukisoma hiyo Ayubu 3 mstari wa 25 anasema kwa maana jambo lile nililoliogopa limenipata. Kwa ukiruhusu hofu, matukio yaani ukianza kukumbuka yale matukio, mwaka jana nilipata hiki, mwaka huu nimepata hiki, yani hofu yani ya matukio ya yale mambo ambayo yalikupata, ukiyaruhusu sana kuyasikiliza, hofu inaingia ndani yako na adui anakupiga na hiyo hofu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moja ya vitu ambavyo vinasababisha adui akupige kwa roho ya hofu ama kuogopa ni nini? Ni historia ya maumivu ya matukio mabaya yale ambayo alishawahi kukutana nayo au mabaya. Hapa pana wachawi na wachawi wanakuja kweli. Ukisikia bwana hapa pana wachawi na ukachukua ile neno la wachawi ukalichukua kwenye roho yako, kaanza linasababisha roho ya hofu. Kwa mataarifa mabaya haya ama historia ya maumivu waliopitia yanaweza kusababisha nini jamani? Hofu. Ndio maana anasema Ayubu 3:25 anasema kwa maana jambo lile nililoliogopa ndilo limenipata. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 5, kutokuwa na uhakika wa kesho. Kuna watu ambao kesho yani anaogopa, hivi kesho nitafika kweli? Ukiruhusu hizo hofu hizo zinasababisha pia mlango wa adui kukupiga na kuleta roho ya hofu ndani yako. Ukisoma ile Injili ya Mathayo sura ya 6:34 anasema msisumbuke kwa ajili ya kesho, mle nini mvae nini. Kwa ukianza kusumbuka kesho taishije, hofu ikiingia ndani yako, adui ndo anakupachikia hiyo hofu, inakuwa ni roho ambayo unakuwa unaishi nayo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 6, laana na vifungo vya ukoo. Laana na vifungo vya ukoo.
Ukisoma kile kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 5, utasoma kwa mlako, anasema na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Kwa hiyo kuna wakati unapotenda yale dhambi za ukoo, kama kwenye ukoo wetu kuna dhambi, kuna uovu, kwenye ulimwengu wa roho unasababisha hofu. Muda tunakuwa unaogopa. Hofu inajaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 7 ambalo linasababisha pia upweke au kukosa uwepo wa Mungu. Naposema upweke, kukosa uwepo wa Mungu, Zaburi ya 23 mstari wa 4, anasema siogope mabaya. Anasema sintaogopa mabaya kwa maana wewe uko pamoja nami. Kwa mabaya, roho ya upweke, kukaa mbali na Mungu, kunaleta roho ya hofu. Mwisho wa siku adui anakupiga. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ziko dalili 10 za mtu aliyevalishwa vazi ili la hofu. Ziko dalili 10 na mimi nazitaja haraka haraka. Jambo la kwanza, dalili ya kwanza ya kujua hapa nimevalishwa vazi la hofu. Dalili ya kwanza ni wasiwasi mara kwa mara. Wafilipi 4 mstari wa 6, msisumbuke kwa neno lolote. Ukiwa na wasiwasi ndio unampa shetani apate nafasi ya kukuvalisha vazi la hofu. Lakini pia ni moja dalili ya kwamba nimevalishwa vazi la hofu. Ukiwa na wasiwasi, mtu anaogopa mpaka kivuli. Nimekwambia kuna mtu anaogopa mpaka kulala mwenyewe, anakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, kukosa imani moyoni. Yohana 14:27 anasema amani na waachieni. Kwa ukikosa amani moyoni, ukiona una amani, unajua hapo ni vazi ambalo adui amekuvalisha, vazi la hofu. Amani inatakiwa itawale kwenye moyo wako. Jamani, Bwana Yesu, ndio maana Kristo alisema amani na waachieni. Yesu alituachilia amani, kwa hataki tuogope. Kuogopa sio mpango wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 3, dalili ya 3, kuogopa kufanya maamuzi. Ukiona kile unachotamani kufanya unaogopa. Kile unachotaka kufanya unaogopa. Wengine wanaogopa kufungua biashara, nitafilisika. Unaogopa kwenda kuapply kazi, unaogopa kwenda kufanya mtihani, kwenda kulisiti. Hofu ukiona imekuzidi kwenye ulimwengu wa roho, ama ukiona roho ya kuogopa ama kufanya maamuzi kwenye ulimwengu wa roho, umevalishwa nini jamani? Vazi la hofu. Nimesema usomeni Mithali 3 mstari wa 5, anasema mtumainieni Bwana kwa moyo wote. Mtumaini Mungu kwa moyo wote. Kwa ukiamua kufungua biashara, nenda, usiogope. Ukiruhusu hofu, ukiogopa, kwenye ulimwengu wa roho anakuvalisha lile vazi la hofu adui. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4, dalili ya 4, kujiona dhaifu au kushindwa. Ukiona ndani yako unajisikia dhaifu, alafu unashindwa ama unasikia kushindwa, hiyo ni moja ya dalili pia jamani ya nini? Ya vazi la hofu. Hiyo ni dalili ya 4. Ukisoma hiyo Waebrania 13 mstari wa 6 anasema Bwana ndiye msaidizi wangu, sintaogopa. Kwa ukiogopa kushindwa, ukiogopa kujiona dhaifu na kushindwa, tafsiri yake ni kwamba kuna vazi umevalishwa na nini jamani? La hofu. Jambo la 5, kuepuka fursa za maendeleo. Kuepuka fursa au maendeleo. Mhubiri 11 mstari wa 4, angaliaye upepo hata panda. Yaani kwamba kuna maana ambapo natamani kuna fursa lakini unaogopa. Ujue hiyo ni moja ya dalili ya kuvalishwa vazi la hofu. Na mtu yote ambaye ana vazi la hofu, amevalishwa vazi la hofu, hawezi kusubutu kufanya vitu. Atakuwa anaogopa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 5 la 6, ndoto mbaya au majinamizi. Naposema majinamizi ni kukabwa. Yaani dalili moja hapo pia kwamba hapa nimevalishwa vazi la hofu. Kuna mtu mwingine analala usiku amekabwa. Anaota amekabwa. Mwingine anakimbizwa. Mandoto mabaya, yale majinamizi na mandoto mabaya. Ayubu 7 mstari wa 14, anasema ndipo waniogopesha kwa ndoto. Ndipo waniogopesha kwa ndoto. Kwa kwenye ulimwengu wa roho pia adui anaweza kupanda vazi la hofu kupitia ndoto. Na ndio maana wako wengine ambao wanaota mandoto ya ajabu ajabu, akiamka anahema. Unajua hapo kwenye ulimwengu wa roho adui amefanikisha kukupandikizia ile ndoto. Na kwenye ulimwengu wa roho adui anachokitafuta, ukiruhusu hofu ndani ya moyo wako, ndo anakupandikizia changamoto. Kwa kuna watu ambao wamepigwa na magonjwa kupitia hofu. Adui anatanguliza hofu alafu anakupiga na tukio. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu kwa jina Yesu, Mungu akupe roho ya ujasiri, roho ya kujiamini na roho ya kutokuogopa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la 7, kushindwa kuongea mbele za watu. Ukiona kuna hofu na kujia, kushindwa kuongea mbele ya watu, wasiwasi na kujia, hiyo ni moja dalili ya watu ambao wamevalishwa vazi na nini jamani? La hofu. Kushindwa kuongea mbele za watu, kushindwa kupresent mbele ya watu, kushindwa kufanya kuongea, kupresent mbele ya watu, ujue ni moja dalili ya nini jamani? Ya vazi la hofu. Ukisoma ile Mithali 29 mstari wa 25, anasema kuogopa wanadamu huleta mtego. Kuogopa wanadamu huleta nini? Mtego. Kukumbuka ukiogopa adui analeta ule mtego unaotumika kukushika mwenyewe, kukufunga. Jambo la 9, kuhisi hatari
hata pasipo na sababu. Yaani mtu jamani, mtu anaogopa. Hofu, kuogopa. Mtu anaogopa paka kivuli. Lakini ukija kuangalia hakuna chochote kinachosababisha ogope. Ni moja ya dalili ambayo adui amekuvalisha vazi la hofu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Walawi 26:36 anasema watakimbia pasipo kufukuzwa. Watakimbia pasipo kufukuzwa. Ukisoma hata ile Isaya, nadhani Isaya sura ya 30 mstari wa 17 anasema watakemewa hata wasipofuatiwa na watu, watakimbia hata wasipofuatiwa na watu. Kwa kumbe kwenye ulimwengu wa roho ukiona kuna hofu, unaogopa mpaka kivuli chako, unaogopa hata kulala mwenyewe, ujue kwenye ulimwengu wa roho ni adui amekupandikizia vazi ndani jamani la hofu. Na jambo la mwisho, kukosa ujasiri wa kiroho wa maombi ama kihuduma. Yaani ukiona hata kwenye maombi unaogopa, huwezi kuomba, ujue ni moja dalili ya kukuvalisha vazi ndani jamani la hofu. Hiyo ni Warumi 8 mstari wa 15. Anasema mkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu. Sisi hatukupokea roho ya utumwa iletayo hofu. Kwa hizi ni moja ya dalili za kujua hapa nimevalishwa mavazi ya nini jamani ya hofu. Kwa natamani tu tukaombe, mtumishi wa Mungu, tukakatae kila hofu. Wako watu ambao wanaogopa hata kufanya biashara. Eti kwa sababu wao kufilisika. Hofu inamjia, nitafilisika tena. Wengine wanaogopa hata kufungua duka. Nitaibiwa, machumba yote tutachukua pesa. Natamani tukaombe, tumwambie Mungu, kama kuna roho ya aina yote ambayo imetuvalisha, tuikatae, tuivunje, tuingoe, na tumwambie Mungu atutetee na kutupigania. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu tukaombe kwa pamoja asubuhi leo, tukamwambie Mungu kila hofu ambayo adui alitupandikizia ndani yetu tunaikataa. Na andiko ambalo tutasimama nalo pia kwenye maombi ni ile Isaya 54 mstari wa 14. Anasema tutathibitika katika haki, tutakuwa mbali na acha nisome hiyo Isaya 54 kwa sababu ndio tunasimama nayo kwenye maombi. Isaya 54 mstari wa 14. Maandiko yanasema hivi, utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hautaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Natamani tuikatae roho ya hofu. Wewe unaendelea kufuatilia mafundisho, nataka tukatae roho ya hofu. Tumwambie shetani, sisi Mungu amesema tutathibitika katika haki, tutakuwa mbali na kuonewa, na hofu haitatukaribia. Kwa tutakataa roho za hofu, tutajifarakanisha na hofu, tutaomba roho ya ujasiri iwe ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu tukaombe. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya asubuhi leo. Asante kwa ajili ya majira haya. Ninasogea kwako Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, Baba mwenye mamlaka. Ninaomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Pale ambapo nilifungua mlango wa hofu ndani yangu, shetani akaingia akanipandikizia hofu. Yamkini Bwana, kuna mali nikapita, kuna vitu vikaniogopesha, shetani akapata nafasi ya kunivalisha hilo vazi la hofu. Ninaogopa kila ninapoingia, ninaogopa kila eneo. Asubuhi leo na majira haya ninasogea kwako Bwana, nikiomba toba kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Kila mlango wa hofu ambao adui anautumia kupandikizia ndani yangu, hiyo roho ya hofu ya kipepo, ninasimama sasa kwa wakati una majira haya. Hiyo roho ya hofu ninakataa kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa jina la Yesu. Imeandikwa kwenye hiyo Isaya 54:14, nitathibitika katika haki. Haki yangu sio kuogopa, na Mungu amesema utaniweka mbali na hofu haitanikaribia. Ninakataa kabisa roho ya kuogopa, kuogopa kufanya biashara, kuogopa kufuga, kuogopa kujenga, kuogopa kusoma. Roho ya hofu yoyote iliyoinuka juu yangu na ikataa kabisa. Roho ya kuogopa kufa, hiyo roho ya mauti, ya hofu ya mauti, na ikataa. Hata kama nimeambiwa kwa habari ya ugonjwa, hofu ikaingia ndani yangu, na ikataa leo, na ipangua leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema, kwa damu ya Yesu na kataa kabisa roho ya kuogopa, roho ya hofu, na ifuta, na iharibu, na ing'oa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, asubuhi leo na majira haya, kila pando la hofu naling'oa leo, naling'oa leo sawa sawa na neno lako kwenye Injili ya Mathayo 15 mlango wa 13. Baba, umesema kila pando lisilopandwa ndani yangu litang'olewa. Na ng'oa hiyo hofu, na ikataa hiyo hofu. Toka niachie leo, toka niachie leo. Sintaogopa mauti, sintaogopa mapepo, sintaogopa uchawi. Ninakataa kabisa, ninang'oa kabisa, ninavunja kabisa kila roho za hofu, kila roho za kuogopa, kuogopa wachawi, kuogopa waganga, kuogopa nguvu za giza. Sintaogopa. Imeandikwa kwenye hiyo Timotheo, kwenye hiyo waraka wa kwanza wa Timotheo
tuliosoma ya kwamba hatukuumbiwa roho ya uoga, tuliumbiwa roho ya ujasiri. Mungu umesema wewe kwenye Timotheo wa pili sura ile ya 1 mlango wa 7, hiyo roho ya uoga sio sehemu yangu, na ikataa kabisa, na ing'oa hiyo roho ya hofu, roho ya kuogopa, na ikataa kwa jina Yesu. Sema kwa jina Yesu, na ikataa hiyo hofu, na ikataa ndani yangu, kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwa damu ya Yesu. Najitamkia upako wa kuinuliwa, najitamkia upako wa kutetewa, najitamkia upako wa kuthaminiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sintaogopa tena, sintaogopa mapepo, sintaogopa uchawi, sintaogopa uganga, sintaogopa mizimu, kwa maana imeandikwa kwenye Hesabu 23 mlango wa 23, maandiko yanasema hakuna uchawi wala uganga juu yangu mimi. Sintaogopa chochote, najipatanisha na malaika njoo mkanilinde usiku kucha, asubuhi yote, mchana kutwa, majira yote, malaika nilinde. Sintaogopa tena mamia elfu, makumi elfu watakao kuja kwa ajili yangu, kwa maana Bwana yuko pamoja nami. Sintaogopa tena. Napiga hiyo roho ya hofu, toka niachie, toka niachie, toka niachie, achie akili yangu. Sintaogopa kuanzia leo. Najifarakanisha na mapepo yanayonitishia, manguvu ya giza, maroho ya uchawi, hamtanitishia tena. Naombea upako wa kuwa jasiri kwa jina la Yesu. Omba na mimi nakuombea kwa dakika chache, na mimi nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninawaleta watumishi wako hawa. Ninamleta binti huyu Bwana ambaye hofu imemjaa kwamba umri unaenda, siolewi tena. Namleta mama huyu ambaye umri kwenye changamoto kwenye ndoa, amekutana na changamoto kwenye ndoa, hofu imemjaa kuachika. Namleta baba huyu ambaye pia amekutana na changamoto ya kufukuzwa kazi, hofu ya kufukuzwa kazi. Hizo hofu zote za kipepo nazikataa juu ya binti huyu, nazikataa juu ya mama huyu, nazikataa juu ya baba huyu, juu ya bibi huyu, juu ya familia hii. Roho ya mauti iliyopangwa imeleta hofu, naifuta. Haijalishi alipokea taarifa mbaya kwa madaktari, naifuta hiyo hofu, haitakuwa kwake. Naling'oa hilo pando la hofu, nalivuna, nalivua, nalivua hilo vazi la hofu. Natamka upako wa kujiamini na ujasiri. Pokea hiyo neema kujiamini, pokea ujasiri, pokea utiisho wa kimungu. Mapepo hayatakuona tena. Pokea nguvu ya kulindwa na Bwana, na Mungu akutunze, na Mungu akulinde, na Mungu akubariki. Sema amina kama unanielewa. Mungu akuinue, Mungu asikuache, Mungu asikupungukie. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kipekee niendelee kukushukuru sana mtumishi wa Mungu. Kesho tena tutaendelea. Kesho siku ya Ijumaa tutaendelea tena kwenye ibada hii ya Morning Glory. Usiache kufuatilia haya mafundisho, na kesho tunamalizia vazi letu la mwisho la mavazi ambayo adui anawavalisha watu kwenye ulimwengu wa roho. Basi wale ambao tunaguswa, shika sadaka yako, tukaachilie sadaka zetu. Namba ya simu inapita hapo chini, kuna namba ya Ripa, namba unaweza kaachilia sadaka yako hapo, na jina utaiona, jina ambalo limeandikwa ni prayer team, utaona kwenye simu yako ukiachilia hiyo sadaka yako. Na sadaka ni kile ambacho Mungu anakusukuma kukiachilia. Jambatanisha naye maombi, lakini jambatanisha na sadaka yako. Niliwaambia watu fulani, ukisikia neno limekugusa na unagusa kutoa sadaka, achilia. Lakini kama pia hujasikia kuachilia sadaka, basi peleka kanisani kwako. Lakini usiache kutoa sadaka unaposikia neno la Mungu. Wache tuombe asubuhi ya leo, na mimi nikuombea kwa ajili ya sadaka. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye amebeba sadaka yake. Wako watu yamkini Bwana walipeleka sadaka kwenye madhabahu mbaya ili kuharibu maisha ya mama huyu, ili kumletea hofu, anaogopa kila eneo. Ninafuta hizo sadaka kuanzia leo. Natamka upako kupitia sadaka aliyoshika, ikamtetea na kumpigania. Nami ninatamka neema, ninatamka maongezeko katika sadaka anayoitoa. Ukamfungulia milango ya uchumi, muinulie watu mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, sawa sawa na Isaya 60:11. Marango ya uchumi yakawe wazi, marango ya wateja kwenye biashara yake yakawe wazi, marango ya kuinuliwa na kubarikiwa mwaka huu 2026. Na tunapoenda kumaliza mwezi huu wa 3, upako wa kuinuka. Tunapoenda kwenye sikukuu hii ya Pasaka, Bwana, kama Kristo ulivyofufuka, ulivyokufa na kufufuka, ndivyo maisha yetu yakafufuke tena. Vipawa, karama, mafuta, nguvu za Mungu zikafufuke tena ndani yetu. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Karibu tena kesho. Mungu akutunze, Mungu akulinde. Amen.